Ninamshukuru Mungu mara nyingine tena kwa ibada yetu ya leo jioni. Kwa neema nimepata nafasi tena nisimame kwenye madhabahu ili nikalete neno la Mungu ambao ninasema ya kwamba ninataka continue na ujumbe ambao tulikuwa nayo in the morning service, ambapo nilikuwa naongea kuhusu the grace, neema ya Bwana kwetu kama Wakristo, neema ya Bwana katika maisha yetu, kwa sababu najua ya kwamba kwa kila jambo neema inatosha. Kwa kiwango ambao huko tuko katika hiyo kiwango kwa sababu ya neema. Kwa hivyo kabla sijaleta neno, ninaomba tukapate kuomba pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Wote tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru. Ninaliinua jina lako Jehova, nikilitukuza jina lako. Asante sana Mungu kwa neema na fadhili zako ambao umenipa jioni ya leo. Asante sana Jehova kwa ajili ya wakilisaji wangu wote, wale ambao watakayepokea hili neno Jehova, na kabidhi maisha yao katika mkono wako. Jidhihirishe Jehova Mungu na kutenda mema. Ninakupenda Yesu na kuabudu na kuheshimu. Hakuna jina lolote aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Jehova. Pokea sifa na utukufu ukijidhihirisha katika maisha yangu. Wewe ni kimbilio la maisha yangu, wewe ni Baba katika maisha yangu. Mungu, ninakupenda na kuheshimu na kuabudu. Asante sana Jehova kwa neema na kibali ambao umenipa jioni ya leo. Naposimama kwa neno lako Baba, ninakuomba ukapatuka pamoja nami, ni katika jina la Yesu Kristo nikiamini. Amen. Moja kwa moja naomba popote ulipo ukasome pamoja nami in the book of 1 Corinthians chapter number 15 verse 10. Tungeanza verse 9 lakini wacha nisome mstari wa 10 ili tuendelee na neno la Mungu kwa neema ya Mungu tu. Na ninajua ya kwamba itakuwa sawa. Ninajua ya kwamba itakuwa sawa kabisa, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu tena ni wa upendo. Wacha tukasome mstari wake wa 10. Mstari wake wa 10 inasema hivi: lakini kwa neema yake Mungu nimewekwa kama nilivyo, na neema yake kwangu haikuwa bure. Mimi nimefanya kazi kuliko wote, si mimi hasa, ila ni neema ya Mungu ifanyavyo kazi pamoja nami. Paulo alinena kwa kanisa wa Korintho wakati alikuwa anaeleza kuhusu neema. Wacha tuanze mstari wa 6 tusikie nasema nini. Mstari wa 6: maana mimi ni mdogo kabisa miongoni wa mtumwe, na wala sistahili kuitwa mtumwe, kwa sababu nilidhulumu kazi la Mungu. Mimi ndiye mdogo sana katika watu wote. Mimi ndiye wa mwisho kupokea neno la Mungu ambapo ni ya neema. Sasa Paulo akasema, na kwa neema ya Mungu, kazi ambayo Mungu alitia katika maishani mwangu, kazi ambayo Mungu aliweka katika mkononi mwangu, nilifanya kuliko hata wale ambao walitangulia. Kazi ya Mungu hii wapendwa, tunaifanya kwa neema. Wokovu ambao iko kwetu, tunaokoka kwa neema. Vitu vyote ambao tunalifanya kwa neema, kwa sababu kwa neema ya Mungu tumeokoka. Kwa neema ya Mungu uko na uzima. Ninajua kwa njia moja ama njia nyingine kuna changamoto ambao unayapitia. Kuna mambo mazito ambayo imekuweka hapa na pale. But nimekuja nikukumbusha ya kwamba kwa neema ya Mungu utaovercome. Hakuna kitu ambacho itakuwa kwako permanent, kwa sababu neema ya Bwana imetosha. Paulo anaposema yeye ndiye alisema ya kwamba hata hastahili kuitwa mtume, kwa sababu hakuwa mtume mmoja wa mtume wa Yesu Kristo. Lakini wakati alipata neema na kutufundisha neno na kuhubiri injili ya Yesu Kristo, watu wakaanza kumuita Paulo kama mtume. Akasema, no, mimi sio mtume, lakini ninashukuru Mungu kwa kitu kimoja ambao Mungu ametia ndani ya maishani mwangu. Neema yake imetosha. Kwa hiyo neema ya Mungu imenipa nguvu, amenipa mamlaka na uwezo, nikafanya kazi kuliko hata watumwe ambao walikuwa mbele zangu,
hata wale ambao walitangulia wote nimewashinda, na sio kwa nguvu yangu, sio kwa uwezo wangu. Hata akasema jinsi alivyo ako hivyo kwa sababu ya neema ya Mungu iliyoko juu ya maisha yake. Wapendwa, kwa neema ya Mungu tunaweza mambo yote. Kwa neema ikikuwa ndani yetu, hakuna kitu atakayekaa kingumu mbele yetu. Paulo amesema kwa neema na amani na imani wa Bwana wetu Yesu Kristo amefanya ako jinsi alivyo. Namba 1, nataka kukumbusha mpendwa msikilizaji wangu, neno la Mungu tunapokea kwa neema. Na tukiwa na amani tunaweza kuweka hata kitu ambao wanadamu wanaona haiwezekani. Hiyo imani inatutia nguvu kupitia neema. Tunaweza kuamua na kusema, in service nilisema hata kuweka ndovu kwenye fridge tunaweza, kwa sababu ukiwa na neema unakuwa na imani ya kwamba kitu ambao haiwezekani kwetu inawezekana. Kitu ambao watu wanaona kama haitawezekana kwako inawezekana. Ndio maana in the book of 1 Corinthians chapter number 1 number 2 number 1 verse 18 to 19 verse 2021, haleluya, pole, 2021, Paulo anasema kwa neema ya Mungu tukiongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu, roho hiyo inatufunulia hata mambo iliyo ya siri, yale ambao wanadamu hawajafikiria, yale ambao wanadamu hawajakumbuka yatakayotendeka, vitu ambapo haionekani tutayaona tunapoongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu. So Paulo anasema kwa neema ya Bwana ako jinsi alivyo, kupitia imani wa Mungu wetu, kupitia imani ya baba wetu kwa Yesu Kristo ambaye alileta ili akufe kwa sababu ya dhambi zetu. So neema ni kitu muhimu sana wapendwa. Kwa neema ndio unaweza kupata mtu ameanzisha kitu na mwingine ameanzisha, lakini huyu mtu akona neema ya kufanya hiyo kitu. Iko tofauti na mtu ambaye ameanzisha jambo kwa sababu mtu mwingine alianza. Glory be to Jesus. So ukianza kitu, hebu chunguza kwanza neema yako imekulekeza pale pale utafanya hiyo kazi, iwe ni biashara, iwe ni masomo, iwe ni jambo aina gani katika maisha yetu. Tukiwa na neema tutashinda. Ndio maana Paulo anasema kama kuna ushindi ambao wanadamu wanaweza kuona juu ya maisha yake, wajue amepata hiyo ushindi kwa ajili ya neema. Kama kuna kitu ambao amefanya ambao mataifa na watu wanaweza wakayaona, watu wajue ya kwamba hiyo yote imetendeka kupitia neema wa Mungu. Glory be to Jesus. Kwa hivyo kwa neema ya Mungu tunapata kushinda. Ninasema kupitia neema, wakati unaweza pata opportunity. Opportunity comes once. Nafasi tunapata ya kwanza. Opportunity yoyote ambayo amepata, Paulo anasema inafaa ukaitumie vizuri. Nafasi ambayo Paulo alipata, alifanya nayo kazi nzuri. Ndio maana yake alikuja akahesabika kama mtu ambaye alifanya vyema kuliko wale ambao walimtangulia, kwa sababu alitumia nafasi yake kwa njia mzuri. So hata kwa wewe kwa maisha, though ninajua we have COVID-19, but kuna watu wengine wamerudi tu chini, hawataki kufanya kazi. Wamekaa kwa sababu kwa njia moja ama njia nyingine government wanaweza kutuma 1000 ama 2000 vile ninasikiaga inatumwa. Lakini nataka nikukumbushe jambo. Ukiwa na neema ya Mungu katika hiyo kiwango ambao unaona uko, anza kila kitu ambao unataka kufanya, na kwa neema ya Mungu, Mungu atakusaidia, Mungu atakuongoza, Mungu atakuonekania, kwa sababu kupitia neema ya Bwana tunapata kushinda. Kupitia neema ya Bwana tunapata kukuwa na mamlaka, kwa sababu Mungu ni wa baraka. In the book of Corinthians chapter number 8 mstari wake wa 9, wa 8 na wa 9, 8 na wa 8 na wa 9 inasema hivi: lakini chakula akiwezi kutupeleka karibu zaidi na Mungu, tukiacha
kukila hatupungukiwi kitu, tukikila hatupongesiwi kitu. Paulo anasema kwa chakula ambao tunapata haiwezi kafanya ili tukaongezwe kitu katika maisha yetu. Hata tukikosa kukula haitapunguza kitu katika maisha yetu. But ndio maana, kwa sababu gani niliweka hii? Kwa sababu kwa hii wiki ambayo tumeanza niko katika kiwango cha maombi, na hii kitu ambayo inaitwa prayer and fasting watu wanaogopa sana, kwa sababu mtu anaona akikula atakonda. Mtu anaona akikula akikosa kukula atakosa nguvu. Mtu anaona akifunga hata kwa siku 3 tu kutafuta uso wa Bwana, anaona kama hiyo ni kama kitu kingine ambapo haijawahi wezekana. But nataka kueleza kitu kuhusu prayer and fasting. Paulo amesema hatuishi kwa sababu ya chakula, bali tunaishi kwa neema. Acha tukikula na tusibe, kesho tutaamuka tukiwa na njaa. So kwa neema ya Mungu tunaweza tukasinda, tunaweza tukafanya hata maombi. Na maombi, wakati mtu anaenda for long term prayer like hii ambao nimeanza ya siku 10, nataka niwaambie kitu ambayo inaniongoza ya kwanza ni neema ya Mungu. Glory be to Jesus. Kitu ambayo inaniongoza ya kwanza ni neema ya Mungu, ndiye ananiongoza ya kwanza. Nikiwa na hiyo neema ninaweza funga hata siku 40 kama neema inaniongoza, nikiwa juu ya neema. Na hii maombi ya kufunga pia, wapendwa, pia inatengeneza maisha yetu. Kwa njia moja ama nyingine. The first day ukienda kwa prayer and fasting, the second day utakuwa na njaa sana. The first day utakuwa na njaa sana, the second day utakuwa na njaa sana, the third day utakuwa na njaa. Inadependa vile unakula, inadependa wakati uko na nafasi vile unatumia nafasi yako kukamata ugali. Hallelujah. But yule ambao haikuli sana, after 3 days, the 4th day unaweza kupata nguvu kupitia neema. But wale ambao wanakula sana wanaanza kupata nguvu. Wale ambao wanakula kidogo wanaanza kupata nguvu wakati wamekuwa kwa prayer and fasting kwa hata muda ya siku 6, ndio wataanza kupata nguvu. But wale ambao wanakula kidogo wanaanza kupata nguvu. Wale ambao wanakula zaidi wanaanza kupata nguvu hata 6 days. But wale ambao wanakula kidogo, after 3 days mwili yake imeshazoea kukaa njaa. Hallelujah. Na wakati mtu amekaa njaa, kuna vitu ambavyo inafaa ufanye. Number 1, ninakuadvise, kwa sababu niseme hii, kwa sababu ni katika kiwango wakati ya maombi, jaribu kutumia maji mengi. Kunywa maji kabisa, mwili yako itafurahia. Na wakati unakunywa maji, kuna uchafu ambapo zinabaki katika chakula ambao tunalikula. Hata kuna vitu ambavyo zinabaki ndani ya tumbo yetu. Wakati umeenda kwa prayer and fasting, tumbo yetu inaoshwa. Utakuta after 3 days unaweza ukienda kwa choo, unaweza kuhara, yani vitu chafu zote iliko ndani ya tumbo yako zinaisha. Na nikapata ufunuo mwingine. Hata nilipata mtumishi wa Mungu mwingine alikuwa akifundisha ya kwamba hata kwa wasichana unaweza kupata wanatafuta hata vitu zingine ya kutengeneza urembo yao. Wakati umeingia kwa prayer and fasting, mwili yako itatoa uchafu yote iliko kwako, mpaka utabaki kuwa mtu ambao unasign tu, unang'ara tu kwa sababu ya maombi. Kwa sababu wakati unaomba kwa njia moja ni faida kwako, is healthy. Wakati umeenda kwa prayer and fasting, wakati umejinyima kwa maisha yako, umenyima mwili yako mpaka mwili imezoea, inamaanisha hiyo wakati anything ambao ilibaki ndani ya maisha yako, chochote ambao iko kwako itatoeka. Na wakati zimetoeka, unabaki ukianza kuingiza mambo mapya. Haleluya. Na kwa neema ya Mungu utakuta uchafu yote ambao ilikuwa ndani yako, pengine ulikuwa na tabu ya tumbo
tumbo sana. Pengine ndio maana watu wengine wako na ulcers, na unakuta wakati ako prayer and fasting unakuta alibadilisha na akapona na hata weza kuwa na hiyo ugonjwa tena. Inamaanisha wakati ulikuwa katika hali ya maombi, wakati mwili yako ilizoea kukaa bila chakula na ukamzoesha mwili wako maji. Haleluya. Hiyo maji inatoa uchafu wote iliyoko katika msa yako. So ndio maana Paulo akaandika hapa, hatuishi kwa sababu ya kukula, hatuishi kwa hata tukipewa chakula ndio inaweza kufanya tuishi, bali tunaishi kwa neema. So wapendwa, kwa neema ya Mungu ndio inafanya tunaishi. Paulo amesema hakuweka sheria kwa upande wa chakula. Hata ninapoenda kwa maombi siweki mshirika yote sheria, lazima muombe vile ninaomba, bali neema iliyoko ndani yako itakusukuma useme, hii ni wakati ambao tunatafuta ufalme wa Mungu, hii ni wakati ambao tunatafuta uso wa Bwana, hii ni wakati ambao tunamtafuta Mungu wetu iwe na nafasi katika maisha yetu, ili tukaone baraka zetu, ili tukakutane na baraka zetu kutokana kwa Mungu. Mstari wa 9 inasema hivi: lakini jihadhari, huu huruma wenu usiwafanye walio na imani dhaifu waanguke katika dhambi. Ninarudia, lakini jihadhari, huu uhuru wenu usiwafanye walio na imani dhaifu waanguke katika dhambi. Paulo amesema sijawawekea sheria. Paulo amesema ya kwamba sijaweka sheria yoyote juu yenu, lakini kile ambacho ninasema, hata wale ambao wako na hiyo nguvu, wale ambao wako na hiyo mamlaka, msitumie nafasi ambao mko nayo kurudisha ama kufanya wale ambao wako na imani kidogo wapate kuanguka mbele zake Mungu. Glory be to Jesus. Wakati umepata opportunity na nafasi ya kuitumika kwa ajili ya kazi ya Mungu, hiyo nafasi ambayo uko nayo, mamlaka ambayo uko nayo, uwezo ambao uko nayo, usifanye nayo wale ambao wako changa katika mambo za kiroho wakapate kuanguka. Wakati uko na mamlaka, unaweza sema kwa sababu mimi ndio kiongozi, nimetangaza prayer and fasting, watu wote waombe mpaka nisipate mtu akiwa amekula. Hiyo ni sheria mbaya. Paulo anasema kwa nguvu na uwezo na mamlaka ambao tuko nayo, tusifanye wengine ambao wako na imani kidogo wakapate kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata nami ninakuomba mpendwa mkilizaji wangu, usifanye mtu yoyote apate kurudi chini kwa sababu ya nguvu na uwezo na mamlaka ambao uko nayo. Yesu Kristo alikuwa mtu ambaye angepaswa kukuwa utajiri mkubwa sana. Yesu Kristo alinyenyekea ili nasi tukapate kutajirika. Glory be to Jesus. Yesu Kristo akona uwezo, akona mamlaka, akona nguvu, but nguvu ambayo Yesu alikuwa nayo ilikuwa ni ya kuinua walio chini. Haleluya. Utajiri wake ilikuwa umaskini juu yake ili nasi pia tukapate kuinuliwa. Kwa hivyo ninakuaji mpendwa mkilisaji wangu, hata hii wakati wa COVID, ninamshukuru Mungu sana kwa wale ambao kwa neema ya Mungu wamesimama na wale ambao hawajiwezi, wanawasaidia. Kuna watu ambao wako katika the right position ya kusaidia watu wengine na bado wananyanyasa wale ambao wako chini. Glory be to Jesus. Na kwa neema ya Mungu, mtu akiwa na neema ndani yake, hatasema kiwango ambao nimefika, sijafika kwa uwezo na mamlaka ambao niko nayo, nimefika kwa neema ya Mungu. Ukiona mtu ambaye amesuswa moyo, mtu ambaye ako chini sana, utamsika mkono. Utasema ndugu, naona ujiwezi, but nataka nikusike mikono ili nikuinue katika utukufu nyingine, ili jina la Bwana iwe na utukufu. Kwa hivyo wapendwa, Yesu Kristo aliacha utajiri wake
Yesu Kristo aliacha mamlaka yake kutazama wale ambao wako chini, kutazama wale ambao wajiwezi. Ndio maana Paulo akasema mamlaka na uwezo ambao tuko nayo tusitumie kwa njia mbaya ya kunyanyasa watu wengine, kwa sababu ya situation ambao wanapitia, kwa sababu ya hali ambao wanapitia. Unaona kama wewe ni baba, haleluya, unaweza pata mtoto mdogo, ndio hata tukiongea early pregnancy, unakuta mzee wa miaka mingi sana amepata mtoto wa 18 years ama 17 years, anaenda nayo kwa sababu ya pesa ambayo ako nayo, vita ambayo ako nayo, anadhulumu maisha ya huyu mtoto. Haleluya. Paulo amesema tusifanye hivyo. Kiwango ambao tuko nayo, uwezo ambao tuko nayo, tuwe wa msaada kwa wale ambao wako chini, wainuliwe kwa neema ya Mungu ambayo iko kwetu. Glory be to Jesus. Neema inafanya kazi kwa njia yote. Neema ya Mungu yote ambayo inatembea chini ya neema. Oh my God. Ninaachilia neema ukapokea katika maisha yako. Tulipata mahali kwa masomo ya asubuhi ya kwamba tunapodumu katika neema, tutapata neema juu ya neema zingine. Glory be to Jesus. Na wakati unaona kiwango na uwezo ambao uko nayo, unaitumia kuokoa ama kusaidia walio dhaifu, haleluya, utapata neema maradufu katika maisha yako. Na hiyo ndio maombi yangu jioni ya leo, ukapata kupokea neema maradufu katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Let me read the book of Psalms. Katika kitabu cha Zaburi, in the book of Psalms 103. Katika kitabu cha Zaburi, ujumbe yangu kamili iko mstari wa 2. But naomba kwa neema ya Mungu nianze mstari wa kwanza. Moses akasema hivi, kwa sababu hii ni maandiko ya Daudi. Akasema hivi, nafsi yangu umsifu Mwenyezi Mungu, nafsi yangu yote iliyosifu jina lake takatifu. Mstari wa 2 nasema hivi, nafsi yangu umsifu Mwenyezi Mungu, usisahau kamwe wema wake wote. Daudi akasema, nafsi yangu ukamsifu Bwana na ukamsifu jina la Bwana na vyote iliyoko ndani yangu. Na mstari wa 2 Daudi akasema, tusisahau na wema wake juu ya maisha yetu. Kuna watu wengine wakitendewa neema wanasahau penye walitoka, wanasahau vile walikuwa, wanasahau mahali Mungu aliwatoa, wanasahau uwezo wa Mungu juu ya maisha yao. Ndio maana Daudi akasema, nafsi yangu kumbuka mahali penye tulitoka, kumbuka changamoto ambayo tulikuwa nayo. Hata kama leo tumeinuliwa, hatutasahau wema wa Mungu katika maisha yetu. Glory be to Jesus. Hatutasahau uwezo wa Mungu katika maisha yangu, na sitasahau ubali ambao Mungu alinitoa. Watu wametoka mbali, wapendwa. Napoongea juu ya neema, hii neema imefanya watu wengine wametoka mbali sana. Watu wametoka mbali, but kwa neema ya Mungu wamesimama katika neno. Hawawezi wakanungunika, hawawezi wakalia, kwa sababu wanaona ya kwamba neema inatosha. Glory be to Jesus. Neema ya Bwana mpendwa, ukiwa na neema na utumie neema vizuri, utaona ukifanikiwa, utaona maisha yako ikabadilika, utaona ukuu wa Mungu wetu katika maisha yetu, katika maisha yako. Kwa hivyo ninakuomba usisahau wema na fadhili za Jehova Mungu, yale ambayo Mungu alikutendea, usisahau. Watu wametolewa mbali. Ndio maana Daudi ndio maana Paulo akasema, tusimamlaka ambao tuko nayo na uwezo ambao tuko nayo, tusinyanyase nayo wale ambao wako chini, kwa sababu ya neema ambao Bwana ametutendea. Haleluya. Kwa sababu hata leo unaponena juu ya neema, ninajua kupitia hii mahubiri kuna mtu ambao Mungu anaenda kumtendea neema katika maisha yako. Utasimama katika neema. Leo mtu anaweza sema, kulingana na hilo neno, ninatafuta neema yangu, nitatapata Bwana, kwa sababu kwa neema tu ndio nimefanya niko jinsi nilivyo. Haleluya. Ukipata kuelewa mambo za Mungu, ukipata kumwelewa Mungu. Kwa hivyo Daudi akasema tusisahau
na wema na fadhili za Jehova Mungu katika maisha yetu. Ninasoma somo la mwisho kwa alafu niombe, kwa sababu hii ni ujumbe ambao nilikuwa nayo asubuhi na niliona ya kwamba nipate kuileta hivyo na itakuwa ni ya baraka. Ninataka nisome katika kitabu cha Ayub chapter number 14 mstari wake wa 7. Chapter number 14 mstari wake wa 7. The book of Job chapter 14 verse 7 inasema hivi: maana miti ukikatwa lipo tumaini la kuota, waweza kujipua tena. Glory be to Jesus. Job akanena, Ayubu akanena, akasema kupitia hii neema ambao tunayo, kupitia neema ambao Mungu ameninipa, mimi sitasahau yale ambao neema anaweza kufanya. Kwa neema kitu ambao haiwezekani inawezekana. Ayubu akasema miti ikikatwa mpaka mzizi yake ikapata kuosha, haleluya, mpaka akose tumaini kabisa. Mtu ambao amekosa tumaini, mtu ambao akikaa hata hana mafikiria, hawezi akafikiria vile atakayekuwa, amekosa tumaini kabisa, amekata tamaa kabisa, amebaki akisaga meno, amebaki akilia kwa sababu tumaini lake imeisha. Leo tunaponena hivi, sijui kama kuna mtu kwenye mtandao ambao amekosa tumaini, mahali ambapo alikuwa anapata usaidizi imetoweka, hata mpaka ikaosha. Glory be to Jesus. Hata mambo ambayo ulikuwa unapata, kuna uganga ambao ilifanyika juu ya mapato yako, mpaka wewe umebaki upweke, hakuna una mbele wala nyuma. Na wewe ulikuwa mtu mzuri sana, ulikuwa mtu ambao watu walimtumaini, hata wewe watu wengi sana uliwatumaini. But leo unapoongea hivi mpendwa, umekosa tumaini, wewe ambao watu waliweka tumaini lao kwako. Haleluya. Ayubu akasema kwa neema ya Bwana hata miti ambayo ilikatwa mzizi yake ikaoza, akipata chemichemi ya maji, hiyo miti itaota tena. Jioni leo mpendwa msikilizaji wangu, ninasema kwa neema ya Mungu, hata kama ulikosa tumaini, hata kama ndoto yako imewekwa katika juala, imefungwa, ikachimbwa, ikaosha, mpaka umekosa tumaini, hakuna mahali pa kuenda, nimekuja na tumaini hapo neno la Bwana, chemichemi ya ile neno ukipokea, ninatangaza kwako utasimama tena. Utasimama tena katika jina la Yesu Kristo. Utasimama tena mpendwa. Utasimama katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu utapata neno ambao ni chemichemi la Jehova Mungu. I want to pray. Sitaki kuenda sana na hiyo jumbe. Hii ilikuwa ni ya baraka sana. Kama unapata kufuata hiyo jumbe mzuri, ukienda kwa YouTube unaweza kusearch Pastor Morris Jura, utapata hiyo jumbe vile ilikuwa kwa church mpaka saa hii. Ukipata kupata mafundisho yetu yote, ukienda kwa YouTube, ukienda kwa Facebook Maximum Miracle Center Obunga, utapata mahubiri zetu sote. But kwa neema ya Mungu wapendwa, kwa neema ya Mungu wapendwa, yoyote ambayo imeosa, tumaini ambayo imekwisha, hiyo neema inaleta tumaini. Hiyo neema inaleta tumaini. Kwa Ayubu alinyang'a vitu zake zote, Mungu alipea Shetani ruhusa aguse yote, but kwa neema ya Mungu Ayubu alikuwa na nguvu, akasema hata miti inaweza katwa, but akipata chemichemi ya maji hata kae simama tena. Ayubu akasema sitaogopa, hata kama mali zangu zimeisha, hata kama watoto wangu wamekufa, hata kama nimekosa mahali pa kuenda, lakini kwa neema ya Bwana nitasimama tena, kwa sababu nimepata ya kwamba hata miti ikikatwa itapata kuota tena, akipata chemichemi la maji. Wewe msikilizaji wangu ukiwa katika mtandaoni, nimeleta neno la chemichemi ya maisha yako. Sijajua situation ambayo unapitia, sijua ngumu ambayo uko nayo, but nimekuja nikukumbushe ya kwamba kwa neema tunapata yote ambapo Mungu alituahidi.
I want to pray. Nataka niombe pamoja nawe. Kama uko hapo, ninakuhimiza ya kwamba jiunge nasi tena on Thursday kwa ibada yetu ambapo nitafundisha about spiritual currency. Hallelujah. Na itakuwa ni ya baraka sana katika maisha yako. Itakuwa ni ya baraka sana mpendwa, na Mungu atakubariki. So kwa leo nimemaliza jumbe ya neema, na kwa neema ya Mungu kama ulijiunga pamoja nasi kutoka asubuhi mpaka saa hii, ninataka niombe pamoja na wewe na nikuachilie hiyo neema ikapate kuwa juu ya maisha yako, ili ukapate kuota mara nyingine tena. Hata kama ulikuwa chini, ukapate kuamuka tena. Ayubu alisema hata kama niko chini, wapendwa, ninatumaini kwa Bwana, kupitia neema nitasimama tena. Jioni leo mtu anaweza sema kupitia neema nitasimama tena, kwa sababu Mungu wetu hata utuacha ili tupotee pamoja na kisasi yetu. Kama hujapenda msamaha kwa Bwana, ninaomba ukarudi hii ombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba Yesu ukanisamee makosa. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante sana Yesu kwa sababu umeniokoa. Katika jina la Yesu Kristo nimeokoka nikiamini. Wacha niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru. Ninaliinua jina lako, nikilitukuza jina lako. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Wewe ni Mungu wa baraka. Dadi, tunakupenda. Yesu, tunakuheshimu. Yesu, tunakuabudu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, bali wewe ndiye Mungu mwenye mamlaka na uwezo katika maisha yetu. Jidhihirisha kwetu Jehova. Kwa neema yako Jehova tukapate kusimama. Kwa neema yako Jehova hawa wakilisaji wangu wakapate kusimama. Hata kama wamekosa tumaini, wewe ni Mungu ambaye analeta tumaini. Ninatamkia baraka juu ya maisha ya hawa watu ambao wananiona kwenye mtandaoni Jehova. Wakiwa mahali pale, jidhihirisha kwao na wakawatendee neema, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante sana, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini. Amen. Mimi ambao nilikuwa naonena pamoja nanyi, kwa majina naitwa Pastor Morris Jura. Ninatoka katika kanisa la Maximum Miracle Center hapa Kisumu under Bishop Pius Muiru, na kwa neema ya Mungu tunapatikana Ubunga. Ukiteremka na hii flyover ya Kondele, the first turn, hiyo njia ya lami ya kwenda kwa Makoha, kwa Makoha. Thank you Pastor. Ukienda ukibranch na hiyo lami, utapita bump ya kwanza, bump ya pili, bump ya tatu, you turn on your left. Kuna branch hapo on the left, utaona uwanja kubwa hapo. Kwa neema ya Mungu tumesimamisha hema hapo. Tumesimamisha tent hapo. Njoo ujiunge pamoja nasi na Mungu wa baraka atakubariki, Mungu atakuinua. Kama unaweza ukapotea, na unisaidie flower. Hiyo flyers moja iko pale kwa nini? Itakuwa ni ya baraka. Kama unaweza kupotea na unataka kujiunga pamoja nasi kwa neema ya Bwana, ninataka nikakupea namba ya church. Hii namba ukipiga utaelekezwa mahali kanisa iko. Na hii picha ukiona, hii ni flyers ambapo imebeba askofu wetu, ambapo inaonyesha ya kwamba ni Maximum. Pengine nikitangaza unadhani na wananganya. Hii ni Maximum Miracle Center under anointing ya Bishop Pius Muiru. Ninakukaribisha, njoo tushiriki pamoja. Na tuko na namba ya church. Namba ya church Safaricom line ni 0718398467. 0718398467. Airtel line ni 0750830917. 0750830917. Kama unataka maombi, piga hiyo namba. Kama unataka usaidizi, usauri, piga hiyo namba. Utasaidiwa na utasauriwa, na kwa yote ninakukaribisha kwa kanisa. Njoo tukashiriki, na kwa neema ya Mungu, Mungu wangu, Mungu wako, Mungu wa baraka, Mungu wa neema atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Ni sitasahau government wamesema ya kwamba tukae home, tukae nyumba kwa manyumba. Kwa hakika wapendwa, hii mambo ya COVID-19 imeenea sana. Kama una shughuli ya kwenda kufanya, please just stay at home. Kama una mambo muhimu sana ya kwenda town, stay at home. Na kama nasi muende, jaribu kutafuta maski yako, vaa, osha mkono, nawa mkono wako, ukaioshe walisema in the next 20 minutes daktari. 20 seconds.
after 20 seconds unawe tu mkono yako kabisa kabisa kabisa, uepuke na hiyo ugonjwa. Wapendwa, hii ugonjwa iko, hiyo ugonjwa iko na inaua watu, inamaliza watu. Ninakuomba, kutii ni bora kuliko dhabihu. Neema ya Bwana ikutose. Tukutane on Thursday kwa our midweek service na itakuwa ni ya baraka. My God bless you. Shalom.